Mtazamaji wa Scope Media, tuko na mzee wa VAR Mchome Mapovu, lakini kabla ya yote acha nikupe taarifa njema kutoka Serenity Sound & Spa, ambapo tunafahamu siku ya jana mzee wa VAR ulikuwa unajua una uchovu mzito sana baada ya kugonga goli 2-2, lakini zile goli 2 zilikuwa kwenu ni baba Jeni bye bye. Sasa taarifa njema ni kwamba unaweza ukarejesha nguvu kupitia Serenity Sound & Spa, ambapo sisi tunatoa huduma ya kujifukiza ili kupunguza uzito na kuondoa sumu mwilini na magonjwa nyemelezi kama vile mafua, lakini pia uondoa msongo wa mawazo. Najua sasa hivi mna mawazo mnapitaje huko mitaani, pamoja na magonjwa na recovery za misuli kwa wale wote ambao wanafanya mazoezi na wana michezo wote. Serenity Sound & Spa ni mabingwa kutumia dawa za asili za kujifukiza, uhakika wa kuondoa magonjwa yote yanayosababishwa na mitindo ya maisha kama vile pressure na kisukari na kupooza mwili. Serenity Sound & Spa tunatoa huduma ya massage na scrub kwa watu wote. Kauli mbiu yetu ni ile ile, furahia utulivu wa kweli. Unapatikana wapi? Tupo Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam. Unaweza kupigia simu kupitia 06 83 57 13 61 au 07 97 80 16 55. Tuko na mzee wa VAR Mchome Mapovu baada ya sare ya 2-2. Leo ndo nakutana naye tena kwa mara nyingine. Jana tulizungumza, lakini leo tunazungumza kwa sababu kuna mambo mengi yalitokea baada ya mchezo ule. Kwa hiyo lakini bana, mimi niko vizuri, nashukuru Mungu. Kama unavyoniona niko full mzuka. Unyama ni mwingi. Unyama ni mwingi wako. Bana, mengi yametokea siku ya jana baada ya mchezo ule na tulikuwa wote, lakini tukasema tutazungumza kwa upana zaidi. Tukiona taarifa ya klabu. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu alishambuliwa na baadhi ya mashabiki baada ya mchezo ule. Kwanza wewe kama Mchome umeipokeaje tukio lile? Yaani kwanza mimi kwa upande wangu nimepokea kwa masikitiko makubwa sana kile kitendo. Kilikuwa sio kitendo cha kiungwana kwa kiongozi mwenye heshima kubwa ya klabu ya Simba. Kwanza ni mwenyekiti wa Simba, ndiye kiongozi wa juu wa klabu ya Simba. Unavoenda kumfanyia vurugu yule ni sawasawa umedhalilisha uongozi wote. Kwanza mashabiki wa Simba inabidi waonywe vikali, sio vile kwa barua. Wapigwe viboko, atozwe faini na warushwe vichulachula. Lakini nikiangalia chanzo cha haya yote, hizi ni sababu za muda mrefu. Sababu za muda mrefu kama zipi? Cha kwanza, zilianza kuitishwa press za baadhi ya mashabiki, walianza kuitisha makongamano akiwemo Dr. Mo na wenzie. Umeelewa? Wale mashabiki walioitisha ile makongamano walikuwa lengo ni kumpinga Mangungu. Lakini linapotokea swala la klabu, wale mashabiki wako karibu na msemaji, wako karibu na uongozi. Hawapigwi marufuku wala hawaonywi kokote. Wakaanzisha mijadala kwenye presi, wakaanzisha mijadala, umeelewa, kwenye magrupu ya WhatsApp kumpinga Mangungu kwa maslahi yao binafsi. Mwisho wa siku linakuja kutokea lilotokea jana. Pale unahamasisha watu, unapotoka kuambia Mangungu ni Yanga. Hizo story tumezisikia sana. Umeelewa? Unawatia watu hasira. Haya, watu wameamini Mangungu ni nani? Ni Yanga. Hiyo moja. Ukija sababu nyingine, kipindi Mangungu anasemwa hayo yote, sikushuhudia kokote msemaji hata kwenye peji yake akikanusha zile taarifa. Hali ikiwa kwamba yule ndo bosi na ndiye tajiri wa Simba, hakukanusha, alikaa zake kimya. Ina maana watu ambao wanategemea habari kutoka kwake wanaamini hizo story ni za kweli. Kwa Mangungu ni Yanga. Alafu kuna hii short term causes. Lakini bado ni sababu peke yake tu hiyo. Sababu ni nyingi, kwa sababu Mangungu watu walimwandalia, yani kama kadhia hawamtaki, kila mmoja akawa anampinga kwa maslahi yake binafsi. Vurugu za uwanjani kama siku ya jana. Vurugu za uwanjani pia. Umeelewa vizuri? Vurugu za uwanjani zilikuwa zinatokea. Kafu anatupiga faini. Viongozi wanatoka wanasemaje? Anayefanya vurugu si shabiki wa, ni mashabiki wa timu zingine. Tena wengine wakaweka bayana, anayefanya vurugu uwanjani ni shabiki wa Yanga. Ndugu yangu, wahenga hajawahi kuongopa. Ukilifuga jini, ukalizoesha damu, siku likikosa damu linakunywa mwenyewe. Ndio kilichotokea kwa Mangungu. Kipindi Kafu anatupiga faini, watu engineer anasema jamani, haya mambo sio mazuri nini na nini. Alikuwa anasema mfagiaji anaanzia kwake. Huwezi kufagia ukaanzia kwa jirani. Sasa fagio limeanzia kwa Mangungu. Si mfagiaji anaanzia kwake, wameanza kumfagia. Haya matendo alipaswa yakemewe mapema. Sisi tumeyalea. Baada ya kualea, mwisho wa siku kimetulamba wenyewe. Ila sio kitendo kizuri. Ni utovu wa nidhamu na dharau ya hali ya juu. Lakini at the same time, Mangungu mwenyekiti alipaswa angalie na mazingira. Umeelewa? Timu ina mechi 3 mfululizo imefanya vibaya. Ile mechi ya 4 ndio ilikuwa mechi ya matumaini. Umeelewa? Niliona video moja ya mwenyekiti wa bodi, mzee wangu Magoli, kipindi anatoka aliletewa mic, akasema sina cha kuongea.
magoli. Umeelewa? Akatembea zake. Mangungu ametoka mdogo mdogo, maiki zinamzunguka, watu wana hasira. Wanataka kusikia kauli ya kiongozi mkuu wa klabu, kwa nini matokeo yamekuwa hivi? Unasepa, watu wana hasira pale, ungetafuta siku nyingine. Ukawaambia bana sababu ya kufungwa ilikuwa siku nyingine. Kwa sababu unapotoka pale watu wana hasira, alafu pili umetoka bila tagi ubavu. Tagi ubavu pale ilikuwa ndogo. Mwanangu mimi nasemaga kila siku, mwenyekiti wa Simba ni mtu mkubwa. Inabidi apewe ulinzi wa kutosha. Oya, Mangungu ukimwangalia anavotoka mule uwanjani, yaani utasema anaenda kwenye harusi, yani sehemu yenye amani. Mashabiki wa Simba washavurugwa. Yaani timu imefanya vibaya afika unaenda kwenye harusi. Haiwezekani. Alipaswa kwanza mwanangu bodyguard huku, bodyguard vile wanashikana mikono, ushakuionaga ile. Wanashikana mikono hadi kwenye gari. Mangungu anapita katikati, mwenyekiti wa Simba anaingia kwenye gari anatembea. Lakini vile hadi mtoto mdogo anapata nafasi ya kumshika shati mwenyekiti. Imeniuma. Lakini mtamo ukiangalia Mangungu anasema kwamba kwa nini imekuwa ni sababu kila siku timu ikifungwa ni yeye tu, ikishinda sio ya kwake, wengine hamuwaoni. Mangungu ili zengwa lilikubali mwenyewe mapema. Kipindi Simba inafanya vibaya, Mangungu alipaswa atoke aongee. Bana sababu ya kufanya vibaya, mimi sifanyi usajili mfano. Sina uhakika. Mimi sifanyi usajili. Anayefanya usajili ni tajiri. Kwa hiyo timu ikifanya vibaya, alaumiwe tajiri na mtu wake yule. Umeelewa? Lakini Mangungu alikaa kimya, akajikuta uongozi ni jalala. Sasa jalala limewashwa moto. Jalala si uongozi ni jalala. Jalala limechomwa moto. Balaa sasa linateketea. Kwa hatua aliyofika Mangungu, hakuna mtu ambaye akamwelezea matatizo yake akamuelewa. Sasa baada ya sare ya jana ya 2-2 ni wazi kwamba mnyama hayupo tena kwenye CAF Champions League. Kile kichaka cha kwamba nyinyi mnafanya vizuri kwa Mkapa mwaka huu kama hakipo. Yaani sio kwa Mkapa tu, hata kimataifa. Zamani ilikuwa kwa Mkapa hatoki mtu. Na kiukweli walikuwa hatoki mtu. Lakini bwana tangu ameingia Mangungu utawala wake amekutana na wakati mgumu sana. Watu wanaingia kwa Mkapa wanatoka fresh. Na CAF Champions League ile nafasi tunaovimba nayo, tuombe Mungu Yanga asiingie robo finali. Na ndio mmekuwa sala zenu sasa hivi kwamba mnaomba Yanga asifaulu. Yani tuendelee kuomba hivyo hivyo Mungu Yanga akwame. Yanga akitoboa robo finali, ile nafasi tunaovimba nayo Afrika tunaichukua. Kwenye ligi Yanga ashatupoteza. Mbona bado mapema? Ashatuacha alama 3. Si mechi bado nyingi. Hata ziwe 20 Yanga kisha kutangulia pale juu kileleni umkamati. Kwa sababu Yanga bado ana alama 3 zingine anazichukua kwetu. Ina maana Simba tutaendelea kubomoka, kupotea mpotevu. Na unajua kwa nini Simba inafanya vibaya? Simba inisikilizi. Watu wa Simba wana asili ya kutengenezeana zesheni. Wanastahili kutengenezeana mazengwe. Lilianza zengwe langu, Mchome shabiki wa Yanga. Ili watu wasifanyaje, wasinisikilize. Akati mimi lengo nilikuwa naitengeneza timu. Haya, nilikuwa nayaona yanakuja kutokea, wakatengeneza zengwe. Mchome shabiki wa Yanga, akaja Mangungu, akatengenezewa zengwe. Timu ikifungwa ya Mangungu, timu ikishinda ya tajiri. Wanapewa heshima watu wengine. Ile ni mifumo. Sema mashabiki wa Simba uelewa wao ni mdogo. Mitego kama hii wanashindwa kuitegua. Mimi kama wangenisikiliza mapema, saizi ndugu yangu Simba kama Barcelona. Mimi nakwambia mimi usajili sifanyi ule wa kubahatisha. Kama ungekuwa umeshatengeneza timu. Vibaya mno. Mimi pale Simba nishawaambia usajili ni hela. Mimi niwashabomoa madhaifu yote, kama tajiri anaweka hela ingejulikana, kama hela hamna ingejulikana. Mimi sijaficha yale mambo. Lakini wanasema kwa nini wewe unakosoa tu, hamna hata siku ameshinda ukafurahi? Kushinda, kufurahi na furahi kimoyo na furahi hadi kwenye maiki naongea. Lakini nyewe waandishi na nyie mnanichonganisha, nikisifia Simba mnakata. Nakataje? Nakata mpost. Sasa naonekana mimi ni mtu wa kukosoa. Nikisifia mnakata. Nilikuwa namsifia Kibisawala, mbona mpost? Kibisawala umemsifia umeanza kumkataa. Na nimeona watu wanamlaumu wasema jana aliingia kuzurula. Sasa kwa heshima ya Kibisawala, heshima yake, kumweka benchi afu akaanza yule Innocent Yaura ni kumdhalilisha. Ndio pale unarudi tena kwa wahenga. Mbwa ukimchoka mpe jina baya. Ndio kinachomkuta Elie Mpanzu. Tushamchoka, tunamtoa kwenye mioyo ya mashabiki ili walau akiondoka Simba watu wasibaki na maumivu. Lakini anaitwa Innocent Yaura hana kiwango hata robo ya Mpanzu Kibisa. Mchome. Nakwambia
robo ya kiwango cha Mpanzu Kibisawala. Alikuwa anamweka Pacome bench yule. Nakwambiaje, huyo Pacome alikuwa anawekwa bench, sijui kama ni Pacome gani. Set ya hajawahi kuwa MVP. Pacome ashakuwa MVP wa kule, ana deserve kuwa MVP wa huku. Sasa unataka kusema nini? Tuseme tu Rilai Taala. Yule kocha, yule mchezaji anayempanga kwa kuwa kamsajili yeye. Lakini performance 1v1 hamwezi Mpanzu. Labda kama hizo tetesi zinazosemekana mtaani ni kweli kwamba Elie Mpanzu si kiongozi aliyemleta, sio hizo tetesi, labda siwe hizo. Kama sio hizo, basi Elie Mpanzu anamkosea heshima. Na goalkeeper ambaye mmemreplace kwa Pinpin Kamara, unaonaje mwenendo wake? Kwanza naomba nitumie fursa hii kuwauliza viongozi. Musa Pinpin Kamara ashaondoka Tanzania? Kama bado yupo, Musa Pinpin Kamara tumrudishe. Dirisha shafunga. Nisikilize, tuendelee kumweka, tumlipe mshahara kama ya Okwasi alivyofanywa Yanga. Tumpe na stahiki zake. Dirisha likifunguliwa tumuingize au tumtoe. Mwanangu zile back pass aliyofunga goalkeeper jana. Yule Musa Pinpin Kamara ashaokoa zaidi ya 20 kwa Chemalon Fondo. Nadhani ni shahidi. Chemalon Fondo ashapiga back pass kama zile nyingi. Goalkeeper Musa Pinpin Kamara ni mwepesi anatoka. Yule goalkeeper ni mzito. Haki ya Mungu. Masabu yule aliyefunga goli yule sui nani yule Diakite yule ametoka mbali. Goalkeeper kama ni mwepesi uko na uwezo wa kumsogelea ukaenda kulibana goli. Goalkeeper mzito, tukubaliane. Kwa hiyo kama Musa Pinpin Kamara bado yuko Bongo, tumrudishe, tuendelee kumpa mshahara, maisha yaendelee. Bwana shukrani sana. Pamoja sana.